Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji, na kukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu kwa siku ya leo. Tutapata masomo yetu, somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 43 aya ya kwanza mpaka ya pili na aya ya 4 mpaka ya 7. Na katika Injili tutasoma Injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya 2 aya ya 13 mpaka 22. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na Yesu alikwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, kanisa la kisinodi. Leo mama kanisa, katika Injili tumeona Bwana wetu Yesu Kristo analitakasa hekalu kwa kuondoa wafanyabiashara isiyo halali katika hekalu, akichukua kikoto cha kamba na kuwachapa na kuwakataza kufanya biashara katika nyumba ya Baba. Tafsiri yake kiteolojia inatueleza kwamba sisi waamini tuliobatizwa ndio tunatengeneza kanisa kwa tafsiri ya Agano Jipya. Mtume Paulo amefundisha bayana akisema, kanisa ni mwili wa Kristo na sisi wote ni waamini ni viungo vya mwili huo wa Kristo. Kulitakasa kanisa kutupeleke katika ishara ya nje ya kusafisha kanisa. Tunajua hata sisi makanisa yetu tunaposali Jumapili tunahakikisha tumeyasafisha vizuri. Jumamosi makanisa yamepigwa deki, yakawekwa nakshi, yakawa safi. Usafi huo wa kanisa, ndugu mtazamaji, uelezee utakatifu wa ndani ya roho zetu. Kutabarukiwa kwa kanisa ni kulinyanyua katika cheo, ni kulifanya liwe takatifu sana. Lakini basilika linaloongelewa zaidi si jengo la kanisa la hapa duniani, bali ni kanisa la roho zetu sisi wabatizwa. Daima litakatifuzwe, daima liachwe safi, daima tujiepushe na dhambi, daima tutende maisha ya fadhila, daima tufanye bidii kwa namna yoyote kutunza ule utakatifu. Katika somo la kwanza, nabii Ezekieli anaona maono ambapo maji safi yanatoka upande wa kuume wa hekalu, yanabubujika katika bahari ya chumvi, na yanapogusa vitu vya aina yoyote, yale maji yanavifanya vinakuwa safi. Tunaalikwa tupokee haya maji yanayotoka ubavuni kwa Yesu Kristo. Maji tuliyokwisha kubatizwa nayo tayari yaturejeshe katika kuishi ahadi na viapo vyetu vya ubatizo. Na kwa kufanya hivyo sisi wenyewe, kanisa la roho zetu, kanisa la mioyo yetu likitakatifuzwa, tukaishi bila dosari, tunaingojea Yerusalemu ya mbinguni ambapo tutampokea Bwana na kufurahi naye milele yote. Tuendelee kukumbuka kulinda utakatifu wa kanisa la roho zetu, kanisa la miili yetu ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu, na vile vile tuendelee kuwahimiza Wakristo wote kutunza utakatifu wao
tukielekea Yerusalemu ya mbinguni. Kanisa la Kisinodi.